Somo litatoka katika kitabu cha nabii Hosea sura ya 1 mstari wa 2 na wa 3. Kitabu cha nabii Hosea sura ya 1 mstari wa 2 na wa 3. Kitabu cha Hosea sura ya 1 mstari wa 2 na wa 3. Nasoma. Maandiko yanasema, hapo kwanza Bwana aliponena kwa kinywa cha Hosea, Bwana alimwambia Hosea, enenda ukatoe mke wa uzinzi na mtoto wa uzinzi, kwa maana nchi hii itafanya uzinzi mwingi kwa kumcha Bwana, kwa kumwacha Bwana. Mstari wa 3, basi akaenda akamwoa Gomeri binti Naimu, naye akamchukua mimba akazaa mtoto mwanamume. Maneno matakatifu yanasema, hapo kwanza Bwana aliponena kwa kinywa cha Hosea, Bwana alimwambia Hosea, enenda ukatae mke wa uzinzi na watoto wa uzinzi, kwa maana nchi hii inafanya uzinzi mwingi kwa kumwacha Bwana. Basi akaenda akamwoa Gomeri binti Diblaimu, naye akachukua mimba akamzalia mtoto mwanamume. Jina la Bwana libarikiwe. Katika maandiko matakatifu tunaona Israeli ni taifa teule la Mungu, ni taifa ambalo Mungu aliwaleta manabii wengi sana. Lakini kila nabii aliyeletwa amefanyika shule katika maisha yetu ya kila siku. Na leo nataka nilifumbue fumbo la nabii Hosea kumuoa mwanamke kahaba. Ni mara ya kwanza nabii Hosea analisikia neno la Bwana, na neno linalomjia linamwambia nenda kaoe mwanamke kahaba. Na somo letu la leo linasema mbegu mbaya katika watu wema. Mwambie mwenzako, mbegu mbaya katika watu wema. Hosea ni mmoja kati ya manabii wakubwa kuwahi kutokea katika taifa la Israeli na katika historia ya maisha ya wanadamu. Kama nabii ni mtu ambaye anaheshimika, anaogopeka, anasikilizwa, ni kioo, ni mfano ulio bora. Lakini tunaona katika maisha ya mwanzo ya nabii Hosea, Mungu anamwambia nenda kaoe kahaba. Neno kahaba kibiblia na kwa tafsiri ya Kiyahudi, kahaba anaweza akawa ni mwanamke ambaye ana mwanamume zaidi ya mmoja, analala ama anatembea na mwanaume zaidi ya mmoja. Lakini pia kahaba anaweza akawa ni mwanamke ambaye anaishi kwa kuuza mwili wake. Wewe ukiwa na pesa unampa pesa, mnamalizana, anaendelea na maisha yake. Lakini pia kahaba ni mtu ambaye anapenda waganga wa kienyeji. Katika taifa la Israeli, kama unapenda waganga na uganga,
kwenda kuchungulia, kwenda kusikiliza, kuwafuata mnaowaita wataalamu. Kwa lugha ya taifa la Kiisraeli, wewe ni kahaba. Lakini kahaba pia ni mtu ambaye anafanya uchawi, uganga, yeye mwenyewe anafanya. Anajua kutengeneza dawa, anajua kusikiliza mashetani, anajua kuyaita mashetani, anaishi na mashetani. Kwa tafsiri ya Kiisraeli na lugha ya Kibiblia, huyu naye pia ni kahaba. Lakini pia kahaba inaenda mbali. Ni mtu anayeabudu miungu. Kama unaabudu mlima, kama unafanyaga sala kwenye milima, sala kwenye makaburi, sala kwenye migomba, kwenye miti, kama unakwendaga kutoa sadaka mahali ambapo Mungu hajapaagiza, kama unakwenda kuchinja mahali ambapo Mungu hajapaagiza, kama mtu anafanya mila ambazo si maagizo ya Mungu, pia kibiblia ni kahaba. Kama kwenu watoto wakizaliwa uwaga mnafungwa vile vitu mikononi, unafungwa viunoni, sijui unapakwa mkaa, sijui unafanywa nini, ni kahaba. Kwa sababu ibada zile sio ibada za kimungu. Kama mnanyweshana pombe, mkienda nyumbani kuna taratibu, kuna mila, kuna vyakula ambavyo huwa mnakula ambavyo si maagizo ya Mungu. Lakini unaambiwa kwamba ukiwa nyumbani hivi ni vyakula vya nyumbani kula, wewe ni kahaba. Kwa lugha ya Kibiblia, kwa sababu una bwana zaidi ya mmoja. Unamwabudu Mungu zaidi ya mmoja. Lakini mtu yoyote ambaye alikuwa na tabia chafu pia aliitwa kahaba. Katika habari za Gomeri, hatujui kama Gomeri alikuwa anajiuza, Biblia haijaeleza. Hatujui kama Gomeri alikuwa na mwanaume zaidi ya mmoja, Biblia haijaeleza. Hatujui kama Gomeri alikuwa ni mtu wa waganga, alikuwa ni mchawi, alikuwa ni mshirikina, Biblia haijaeleza. Hatujui kama Gomeri hakuwa mtu wa imani, Biblia haijaeleza. Lakini kwa namna yoyote tunayoifahamu, Gomeri hakuwa mwanamke sahihi wa kuolewa na nabii. Hakuwa na sifa za kuwa mke wa nabii. Kwa sababu ili uitwe kahaba pia ilikuwa ni lazima matendo yako yawe yamethibitika mbele za macho ya watu wengi kusema huyu ni kahaba. Kahaba anaweza akawepo kanisani anavaa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ana matendo ya sirini yanayomfanya kule anakoyafanya awe kahaba, na akija kanisani endelee kubaki kuwa kahaba, japokuwa anasali. Lakini Gomeri alijulikana kwa tabia zake chafu na kwa matendo yake machafu. Inakuwaje Mungu anamwambia nabii kamuoe asiyefaa? Halafu haishii hapo, Mungu anasema atakuzalia wana makahaba. Anamwambia watoto utakaozaa na Gomeri watafuata tabia za mama yake. Wataifuata njia ya mama yao. Hawatakufuata wewe kama nabii. Hawatamfuata Mungu ambaye wewe Hosea unamtumikia. Hawa watoto hawatakufuata. Lakini ni kwa sababu
na nchi unayoishi ni ya kikahaba. Sijamchukia Gomeri kwa sababu ni kahaba. Sijamchukia watoto wa Gomeri kwa sababu ni makahaba. Nimewachukia kwa sababu nchi ni ya kikahaba. Kwa sababu ukienda mbele, Mungu anasema mtoto wako wa kwanza ndicho nitakachomfanya Israeli, na mtoto wako wa pili ndicho nitakachomfanya Yuda, na mtoto wako wa tatu mtajua kwamba mimi nimewakataa, kwamba mimi sio Mungu wenu. Katika mwanamke kahaba umebebwa unabii mkubwa wa taifa la Israeli na vizazi vya Israeli. Mungu amepanda mbegu mbaya ndani ya maisha ya nabii. Kwa nini Mungu alipanda mbegu mbaya ndani ya maisha ya nabii? Wewe utatuambia nini umeoa kahaba alafu natuambia Mungu amekusemesha? Unafikiri mwanamke wako hatumjui? Wewe utatuambia nini wakati mwanamke wako tumetoka kuzini naye juzi? Utatuambia nini? Leo nataka nikupe siri za Mungu ambazo hujawahi kuzisikia. Haleluya. Haleluya. Nataka nikupe mambo manne au matano yatakayo kusaidia sana kukuponya na kukuvusha. Bwana Yesu asifiwe. La kwanza, Mungu anaweza akajificha katika ubaya. Na usimuone. Mungu ana asili ya kujificha. Kuna wakati Mungu alijificha ndani ya kahaba ili amponye Israeli mtakatifu. Sio mara ya kwanza. Kwa nini Mungu anajificha katika ubaya? Kuna wakati ambao hasira ya Mungu ikipanda kupita kiasi, ili watu aliowakusudia wasisikie, wasipokee anachokizungumza, Mungu anajificha katika ubaya. Mungu alikuwa anataka kulikanya, kulikemea taifa la Israeli, kuliponya taifa la Israeli, lakini alikuwa anajua hawawezi kumsikia kwa sababu ya ukahaba walionao. Ili Mungu asihukumu bila kuzungumza, Mungu alijificha ndani ya kahaba Gomeri. Wakati nabii Hosea anatoa unabii juu ya taifa la Israeli na juu yatakayokuja, watu hawakumsikiliza Hosea kama nabii, walimsikiliza Gomeri. Utatuambia nini umeoa kahaba? Wewe ungekuwa na macho ya rohoni ungeenda kuoa kahaba? Wewe ungekuwa ni mtumishi wa Mungu, ungekuwa unachukua sadaka? Nataka niwafundishe mambo ya Mungu msiyoyafahamu. Nabii
wa Mungu anapozungumza, watu huiangalia mbegu mbaya iliyo ndani ya nabii badala ya neno lililotoka kwenye kinywa chake. Mungu anapoamua kujificha, nyinyi mtauona ubaya ndani ya nabii aliyezungumza, lakini Mungu analitazama neno lililozungumza na kinywa cha nabii. Mungu anaweza akamfanya rafiki yako akawa nabii wako. Kuna mtu ambaye kila unapokwama unakwenda kumsikiliza, akikushauri unavuka. Unasema hamna rafiki kama fulani, yeye huaga nikishindwa ananisaidia. Mungu amemweka nabii mbele yako, lakini wewe humtambui kama nabii. Unaiangalia mbegu mbaya iliyo ndani yake. Kwa sababu macho yako hayawezi kumuona Mungu aliyefichika ndani ya mtu. Na nyinyi mnawapenda wale marafiki wanaowadanganya kulikoni wanaowaambia ukweli na kuwasaidia. Huwa mnarudi kwa hawa mnapokwama. Mambo yenu yakiwa mazuri mnafurahi na wale ambao wanaharibu maisha yenu. Nabii hatambulikani kwa macho ya nyama. Nabii ni kwa kile anachokisema. Gomeri, huyu nabii wa wapi ameoa kahaba? Ikiwa yeye tu macho ya mwilini hana ya kuona mambo ya mwilini, anawezaje kuona mambo ya rohoni? Leo nabii akisimama akizungumza, watu hawaiangalii sauti, wanaiangalia mbegu mbaya, pasipo kujua kwamba mbegu mbaya imewekwa kwa wao kuangamia, wasisikie sauti ya Mungu. Mtumishi wa Mungu akisimama madhabahuni hapa akianza kuongea, nyie mnaiona mbegu mbaya iliyo ndani yake. Yaani huyu anahubiri ambacho yeye mwenyewe akiishi. That is your big problem. Hamjui tukiwa na nyinyi ni wanadamu kama kawaida. Tukisimama hapa sio sisi tunaoongea. Iko mamlaka nyingine ambayo nyinyi hamuioni, ndio inayozungumza. Nakumbuka miaka ya zamani, nyie mnanipenda kwa sababu mmeniona sasa. Mmenikuta sasa. Hamjawahi kunijua kabla. Nyinyi mna bahati kwa sababu mmenijua sasa na mmenipokea sasa kama nilivyo. Lakini kuna wengine kwao mimi ni Gomeri. Anawezaje kuhubiri yule, tunamjua yule, tunamjua. Nakumbuka
wakati mmoja huwa sisahau. Nami nilikuwaga mlevi sana. Sana. Nilikuwa kiongozi katika idara yetu pale ofisini. Kuna dada mmoja tulimwajiri, alikuwa ni msabato. Tulimfanyia interview, tukamweleza bwana, kazi yetu ni ya shifti, haina Jumamosi, haina Jumapili, haina birthday, haina sikukuu. Ukitakiwa kuwa ofisini lazima uwepo ofisini. Yule dada baada ya kumaliza training mwezi mzima, tumeanza kazi, siku ya Ijumaa akanifuata. Kanambia, bosi samani, kesho ni sabato, mimi ni msabato. Jumamosi hatufanyi kazi. Kwa hiyo wewe fanya unavyoona, kesho mimi siji. Na mimi sijaokoka. Nikamwambia, binti, hapa kazini kuna wasabato wengi, hata bosi wetu mkubwa ni msabato. Lakini kwa sababu ya hii kazi huwa anakuja. Siwezi kuchezea imani na dunia. Kaniambia, mimi sikulaumu, wewe chukua hatua unazoweza. Jumamosi ya kwanza nikamweka absent. Akaja nikaongea naye, nikamwambia, dada, hizi ni kazi za watu. Haya ni maisha. Mimi Mungu nini? Jumamosi ya pili tena. Jumamosi ya tatu. Nikamwambia, sasa dadangu, hii ya tatu ni ya mwisho. Hii usipokuja na kupeleka hearing kule wanakufukuza kazi. Kanambia, kama Mungu hakutaka niwe na hii kazi ataiondoa. Kama anataka hii kazi ibaki, tabaki kazini. Nikamwambia, dadangu, unanipa mtihani mgumu. Nikamwambia, bukaa. Mimi mwenyewe Biblia naisoma sana. Hebu tukae sasa tuongee kibiblia. Nikamwambia, wewe ulimuomba Mungu, ukamshirikisha mchungaji ambaye leo anakushauri kwamba sabato uwepo kanisani. Si ndio? Ndio. Kwa nini Mungu alikupa hii kazi ambayo anajua kwamba huwezi kudumu? Majaribu. Nikamwambia, hapana, sio majaribu. Nikamwambia, Mungu ana maana yake. Unajuaje kuna kitu ambacho Mungu amekiona mbele yako, akajua kwamba unahitaji hii kazi, akupatie sasa ili hilo jambo uweze kulivuka? Tulibishana sana Biblia. Mwisho akanambia, bosi, Biblia unaijua, lakini Mungu unijua. Nikamwambia, dadangu, you never know. Mungu anaweza akawa ananitumia mimi kama sauti. Mimi sio mtu wa kwenda kanisani, sio mtu wa kusali kama unavyofikiri. Mimi na maisha yangu, lakini kuna maisha fulani ya Biblia huwa yako ndani yangu. Yawezekana hii sauti ni Mungu anakusemesha, anakujibu, lakini wewe huelewi. Msabato tena kusikilize mtu mwingine. Kanambia, bwana, liwalo na liwe. Nikamwambia, mimi na kustai hii moja, hebu kajadiliane na mchungaji alafu rudi. Dada akarudi. Kaenda kweli, akuja Jumamosi inayofuata, arudi. Nikamwambia, dadangu, vipi? Akaniambia, bwana, mchungaji kaniambia Jumamosi nisije. Nikamwambia, naomba nikuulize swali, naomba usichukie. Mchungaji wako ukimpelekea sadaka, ukipeleka fungu la 10 anachukua? Akaniambia, ndio. Anachukuaje fungu la 10 kutoka kwenye kazi ambayo anakwambia ni haramu? Ujui Biblia? Kaambia, basi jamesho. Kweli yule dada tukampeleka hearing. HR walimwambia, bwana, sisi
kupa nafasi moja tu, utafanya kazi Jumamosi au utafanya kazi Jumamosi? Akasema Jumamosi sitafanya kazi. Wakamwambia andika barua. Kaandika barua, wakamterminate, akafurahi, akaja akanishukuru. Akaondoka. Miaka ikapita. Na mimi nikakutana na mwanaume anaitwa Yesu. Akanibadilisha. Akasema wewe ni mbegu mbaya, lakini ndani ya mbegu mbaya nimeweka jambo jema ndani yako. Yule dada akanipigia simu siku moja. Habari za siku nyingi? Nikamwambia njema. Unanifahamu? Nikamwambia hapana. Mimi ni fulani. Nikamwambia okay. Unanikumbuka? Nikamwambia sikukumbuki. Kanambia mimi ni yule dada ambaye nilikuwa sitaki kufanya kazi Jumamosi kwa sababu ya Sabato, mkanifukuza kazi. Nikamwambia za siku nyingi. Akaniambia hapana, nimekupigia simu nikwambie neno moja tu. Akaniambia you are a prophet of God. Nilikuwa mlevi, mtu wa dunia. Akaniambia you are a prophet of God, lakini ulikuwa ujui. Akaniambia wakati unazungumza na mimi, hakuwa mwanadamu ambaye alikuwa anazungumza na mimi. Ni Mungu alikutumia wewe, lakini wewe ulikuwa ujui. Akaniambia baada ya kufukuzwa kazi, baba yangu aliugua. Baba yangu amekufa kwa kukosa 200,000 ya kumtibu. Nilienda kwa mchungaji ambaye nilikuwa nampa fungu la 10, ambaye alikuwa ananishauri. Nikamwambia baba anaumwa. Akamwambia Mungu atamponya kwa maombi, omba. Akanambia baba alikufa, maisha ya familia yaliharibika, nilitaabika. Ananiambia katika kila jambo nililokuwa ninapita, sauti yako ilikuwa inanijia. Sauti yako ilikuwa inaniambia unajuaje kama Mungu amekusudia hii kazi ndio akuponye. Yeye alinidharau kwa sababu nilikuwa mlevi. Akaniambia huwezi kuamini, nimeajiriwa mgodini, ninafanya kazi Jumatatu mpaka Jumapili. Anasema kila nikikaa sauti yako inanijia. Ndio maana niliamua kutafuta namba yako kokote liko kwako. Nikampata mtu ambaye alinipatia namba. Nikasema nikupigie nikwambie you are a prophet of God. Kama ulikuwa ujui you are a prophet. Nikamwambia Mungu akubariki sana, sasa hivi mimi ni mchungaji. Alishangaa mno. Akasema ndiyo maana Mungu alikutumia kuzungumza na mimi maneno magumu sana. Sikutegemea kuyasikia yale maneno kutoka katika kinywa chako. Siku zote Mungu anajificha katika watu usiowajua, katika matatizo usiyoyajua, ili ujumbe wake ukupite. Kusikia utasikia, lakini hautaelewa. Kwa nini? Utaangalia mbegu mbovu. Kuna baadhi yenu, wame zenu, wake zenu ni mbegu mbovu. Kuwa kama Hosea. Mungu akakuchagulia kwa bahati mbaya. Katika mbegu mbovu ulionayo ndani yako, huko unabii usiousikia ambao Mungu anazungumza na maisha yako. Huyu mume nimemtolea wapi? Huyu mke nimeokota wapi? Yes. Mungu ndiye anayechagua, ndiye anayepanga. Kuna watu ambao wanaisikia sauti ya Mungu, Mungu anawashirikisha katika kuchagua. Wanachagua kwa kusikia kutoka kwa Mungu. Na kuna watu ambao pasipo hata wao kujua,
Mungu amewachagulia mbegu mbovu. Mbegu mbovu inaweza ikawa kazi ulionayo. Kwa nini kazi yangu haiendelei? Kwa nini sipati maendeleo? Kwa nini wengine wanafanikiwa mimi sifanikiwi? Hii ni kazi ya namna gani? Lakini katika kila maisha ya mwanadamu iko mbegu mbovu ambayo Mungu amepanga. Mbegu mbovu anaweza akawa mzazi wako. Mama gani asiyefaa? Baba gani huyu? Yani anayepanda mbegu ni Mungu. Mbegu mbovu inaweza ikawa ugonjwa ulio ndani yako, ni mbegu mbovu. Iko ndani yako. Mwingine mbegu mbovu ni sura yake, ni umbo lake. Mimi sina sura ya kuolewa, sina umbo la kuolewa. Mbegu mbovu. Usichofahamu aliyeipanda ni Bwana. Kuna mtu anakwambia kila nikitaka kuolewa wanakuja wanaume wasiofaa, na msubiri mwanaume atakayekuja na hela zake na hiki na hiki. Umepandiwa mbegu mbovu kama mumeo. Hautakuja kukaa ukampata huyo unayemtafuta, kwa sababu Bwana analo kusudi. Katika mbegu mbovu aliyokupa Mungu liko kusudi la wokovu wako, liko kusudi la uponyaji wako, liko kusudi la kuinuliwa kwako, liko kusudi la kufanikiwa kwako, liko kusudi la kubarikiwa kwako katika mbegu mbovu. This is a prophet, a major prophet. Mungu anamwambia kaoe kahaba, na yeye hakukataa kwa sababu alijua liko kusudi. Nabii Hosea anamuoa mwanamke ambaye hajaacha ukahaba. Yuko na nabii anaendelea kutembea na wanaume wengine. Tunasoma mwisho alimuacha nabii Hosea akaenda kuendelea na biashara zake za ukahaba. Imagine leo uolewe na nabii, halafu unamwacha nabii unakwenda kutafuta mwanaume mwingine. Kwa nini Mungu anaruhusu mbegu mbovu imee katika maisha yako, wewe uliye mwenye haki? Kila mwenye haki ana mbegu mbovu ambayo inamea ndani yake. La kwanza, unaowaendea wasikupokee, kwa sababu hawastahili kuisikia message uliyoibeba. Hawastahili kupokea uponyaji uliowapelekea. Hawastahili kupokea wokovu uliowapelekea. Ni wale tu wenye moyo safi watakaoisikia sauti ya Mungu ndio watakaopokea mbegu iliyo njema kutoka kwako. Tunatembea katika nyakati ambazo watumishi wa Mungu tunaonekana ni wezi. Yaani ukimwambia mtu tuna kanisa, tuna huduma, sadaka, yaani watumishi wa Mungu wameonekana ni wezi. Tunatembea katika nyakati ambazo kila mtumishi wa Mungu anaonekana ni mzinzi. Watu hawaji kanisani kumtafuta Mungu. Wanakuja kanisani kutaka kujua mchungaji anatembea na nani. Mbegu mbovu.
Tuko katika nyakati ambazo watumishi wanaonekana ni wapiga kelele, ni wapiga debe. Mbinguni utaenda wewe, mbinguni unapajua. Wewe unaweza kuzungumza na Mungu. Kwa nini anakuambia vile? Amekutazama kutoka katika mbegu mbovu. Mtu anayezungumza na Mungu hawezi kuwa vile. Ikiwa ninakueleza neno ambalo linatimia katika maisha yako, muogope sana Mungu. Kwa sababu iliyozungumza sio mbegu ya wanadamu. Iko mbegu ya Mungu katikati ya wanadamu. Lakini wanadamu wameihesabu kuwa ni mbegu mbovu. Kwa nini nyinyi mna mbegu mbovu? Mnalia ndoa, mnalia uchumi, mnalia maisha, mnalia watoto, mnalia vitu vingi. Cha kwanza, Mungu anatafuta utii. Tii yote, tii vyote kwa ajili ya Mungu. Sio kila neno ambalo Mungu anamsemesha nabii ni jepesi kama unapomsikia akilitamka. Lakini inachukua utii wa nabii kusikia na kuelewa ujumbe wa Mungu juu ya maisha yako. Mungu anatafuta total surrender. Hosea aliweza kunyenyekea katika yote. Watu wanamwambia, tumemwona mke wako anakunywa mahali fulani, tumemwona mke wako na mwanaume fulani mahali fulani, hajaacha umalaya, na wewe ni nabii. Anasema ninayajua yote. Hakuna neno ambalo anafanya silifahamu. Ninayajua yote. Usifikiri unaniletea habari ambazo ni mara ya kwanza unaniambia. Ninajua. Mungu anapopanda mbegu mbovu katika maisha yako, kuna mambo mawili makubwa ambayo anayatafuta kwako, mwana wa Mungu. La kwanza, Mungu anataka kuondoa kiburi. Majivuno, sifa, kujiona we bora. Kwa nini watumishi wa Mungu tunakutana na mbegu mbovu? Karibu kila mtumishi wa Mungu atakwambia, mke wangu ni balaa. Wakwako ana afadhali. Mungu anaondoa kiburi ndani ya mtumishi wake. Kwa sababu kiburi kitakuangusha. Kiburi kitakutoa mbele za uso wa Mungu. Utumishi na kumtumikia Mungu ni kuondoa kiburi. Si tumeokoka au wewe waache wadange, ni kiburi. Unamwona mtu kahaba, huyu naye kaja kutafuta nini kanisani? Sio shida yako. Yuko mwenye shida na huyu ambao unamuita kahaba. Kiburi. Mungu anataka kuua kiburi cha binadamu kadiri, yule sio saizi yangu, sio type yangu. Nani amekwambia? Nani amekwambia wewe ni wa kiwango hicho na huyu ni wa kiwango kile? Nani amekwambia? Umekisikiliza kiburi kilichoko ndani ya moyo wako. Mimi naomba sana. Mimi natabiri sana. Mimi nikisema nimesema. Mimi nikiona nimeona. Ndio maana unaweza ukaona hata kuna nabii nyingi ni za kweli zimetolewa,
lakini hazitimii kwa sababu aliyetoa ametoa katika kiburi. Unaweza ukawa umesikia vizuri, unaweza ukawa umeona vizuri, unaweza ukawa umeelewa vizuri. Utakapotoka kutoa unabii kwa kiburi, hautaona matokeo. Mungu ataahirisha. Kuna sheria ambazo zinamruhusu Mungu aahirishe unabii, au ufute unabii, au badilishe unabii. Kiburi. Kusimama mahali ambapo Hosea amesimama, lazima kiburi kife kabisa. Kabisa. Na Hosea alilijua, ndio maana kumwambia, lakini Mungu, mimi ni nabii wako. Na Biblia inaongea kitu cha ajabu. Mara ya kwanza Hosea alipoisikia sauti ya Mungu, ilikuwa ya maelekezo yanayopingana na uhalisia wa ofisi yake. Yaani ni sawa uajiriwe kwenye ofisi ukaambiwa we ndio meneja, lakini kazi yako ya kwanza leo ukafagie choo cha wafanyakazi. Wangapi wanaweza kwenda mimi meneja na degree zangu na elimu yangu? No. Anayefagia choo ni binadamu kama wewe. Elimu ni kiburi, cheo ni kiburi, fedha ni kiburi. Kinachokufanya ujione wewe ni tofauti na wengine. Hauwezi ukawa mtu wa Mungu unamnyanyasa house girl nyumbani. Mtu wa Mungu, nasema mimi ni mtu wa Mungu, mtu wa maombi, unatiririka chumbani. Mfanya kazi anasema Gomeri, anasali. Unatoka, haleluya, nilikuwa natiririka, unampigia simu na rafiki yako, leo roho kanitembelea, nimetiririka. House girl anasema Gomeri, kahaba alikuwa anasali. Jamani, Jumapili tuko kanisani, ngoja nitume mahubiri ya leo, yamenibariki. Baba, prophetess, nani, umenibariki, nimebarikiwa. Rafiki zako akiingia kwenye TikTok yako, wanasema Gomeri. Kiburi. Mungu haendi na watu wenye viburi. Watu wanaojiinua, wanaojiona wao ni bora na wathamani kuliko wengine. Watu wanaoona wanastahili vilivyo bora na vya juu kuliko wengine. Gomeri. Mwambie jirani yako Gomeri. Na ndipo uharibifu wa wengi ulipo. Usije ukaona fedha inakufanya wewe kuwa wa thamani kuliko wengine. Usije ukaona uzuri unakufanya wewe ni wa thamani kuliko wengine. Usije ukaona cheo kinakufanya wewe ni wa thamani kuliko wengine. Usije ukaona chochote ulichonacho cha ulimwengu huu, gorofa, nini, walinzi, sijui majibu yale ya polisi, ukadhani wewe ni bora kuliko wengine. Iko siku utanuka kama wanavyonuka wengine. Iko siku utakuwa chakula cha funza. Funza hana mfalme. Funza hana maskini. Hamwezi mkalichafua taifa kwa ukahaba, halafu mkataka Mungu ashuke afanye. Haiwezekani. 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 Kama kiburi kimeinuka kutoka katika nchi, Mungu huwa anageuza shingo.
Mungu alimwambia nabii Hosea, huyo mtoto wako wa kwanza ni Israeli. Israeli nitampiga, nitamtawanya, nitampoteza, nitaufuta ufalme wake. Na wako mbele ya Hosea wanacheka. Karabia, wewe nabii gani una mwanamke kahaba ndani? Maneno ya mlevi yani. Nabii anatabiri mambo mazito juu ya kufutwa kwa taifa la Israeli. Nabii anasema, lakini Yuda, mtoto wangu wa pili, Yuda, Mungu atakusamehe. Mungu atakurudisha tena. Mungu atakusimamisha kwa sababu ya rehema. Ila kwa habari ya mtoto wangu wa tatu, mimi sio Mungu kwenu, wala nyinyi si watu wangu. Mungu amewakana, amewatapika. Anaambia Mungu atawatapika, atawakana. Yaani wewe utupe sisi unabii kupitia mke wako kahaba na watoto wako makahaba. Kwa nafikiri watoto wako hatuwajui. Na wao si makahaba kama mama zao. Unasimama unatoa unabii, kanisa limejaa mahausi. Waambie hao. Kanisa limejaa watu wasiosoma. Waambie hao unabii. Kanisa lina watu wasioeleweka. Waambie hao. Sisi huwezi kutuambia kitu. Sisi tunajua kuliko wewe. Sisi tumesoma kuliko wewe. Wanamuona Gomeri, hawawezi kuja kukaa wakamuona the prophet, kwa sababu ya kiburi kilichoko ndani ya mioyo yao. Cha pili, Mungu anaruhusu mbegu mbovu kwa ajili ya kukutengeneza kuwa mnyenyekevu. Katika safari na maisha yako ya Mungu, kinachohitajika kikubwa ni unyenyekevu. Hosea alinyenyekea sana, pamoja na matusi, pamoja na dharau, pamoja na kebehi, pamoja na misemo. Yeye alilijua kusudi la Mungu ndani ya maisha yake. Alikuwa anajua kwamba ni Mungu aliyeniambia nimchukue mwanamke kahaba. Na ni Mungu aliyeniambia nitakupa watoto makahaba. Na katika hawa utakuwa ni unabii juu ya taifa la Israeli. Wanayokucheka leo yatakuja kuwaliza baadaye. Watakumbuka, watasema yuko mwanadamu aliyezungumza kabla. Hosea alikuja kuitwa nabii na mambo yake yakatafutwa na habari zake zikaandikwa miaka mingi baada ya taifa la Israeli kusambaratishwa na kupelekwa ugenini. Ndipo watu wakasema kuna mtu alikuwa anaitwa Hosea aliyeongea. Ukatafute habari zake. Yule mtu ni nabii wa Bwana. Kila neno alilolizungumza lilitimia. Nabii akizungumza kitu hujakielewa, kaondoe kiburi. Unabii unakuja kwa ajili ya kuponya. Unabii huwa hauji kwa ajili ya kuharibu. Uharibifu unakuja kwa sababu ya kiburi na kushindwa kunyenyekea. Hata siku moja Mungu hawaangushi wanyenyekevu. Hata wakati anaongea na Abraham anamuuliza, je, ukiwakuta wanyenyekevu 40 utauharibu mji? Kaambia hapana, siwezi kuuharibu. 30 hapana, 20 hapana, 10 hapana, 5 hapana.
akaamua kunyamaza. Silaha ya mtu yoyote anayemwamini Mungu ni unyenyekevu na kuondoa kiburi. Baba ni mzuri lakini mama, pastor fulani ni mzuri, pastor fulani. Prophetess yuko hivi. Sawa, anahudumu vizuri lakini yuko hivi. Nyinyi mnaangalia mbegu mbaya, ndio inayowapoteza. Kwa sababu katika mioyo yenu baba yenu ni muovu. Ndio maana hamwachi kuangalia maovu. Mungu anaweza akajificha ndani ya mlevi. Anaweza akajificha ndani ya kahaba. Anaweza akajificha ndani ya mpiga debe. Anaweza akajificha ndani ya mvuta bangi usimuelewe. Mungu ni sauti. Katika Mwanzo 3 Biblia inasema naye Mungu alikuwa akitembea bustani. Sauti ya Mungu ilikuwa inatembea bustanini. Adamu akaenda kujificha. Kasomeni vizuri Mwanzo 3. Inasema Mungu, sauti ya Mungu ilikuwa inatembea. Si Mungu ambaye alikuwa anatembea. Ni sauti ya Mungu ilikuwa inatembea bustanini. Wanadamu wanaangamia kwa kuitafuta mbegu mbovu. Leo hii simama waambie watu, jamani, mwisho wa dunia siku fulani utashambuliwa kuliko usivyotegemea. Watu wataenda kuleta hadi jina la bibi yako mchawi. Yalikuwa mchawi kijijini kwenu. Huyu itakuwa ni mizimu ya kwao imemwambia. Wanakwenda kumchukua bibi yako. Lakini neno uliloliongea ni kweli. Na umelisikia kutoka kwa Bwana. Na ni sauti ya Bwana. Mtafute mtu ambaye anaisikia sauti ya Bwana. Mungu haongeaji moja kwa moja. Mungu anaongea kwa kujificha na kwa mafumbo. Ili kama yule mtu unyenyekevu huko ndani yake, atafanikiwa kufunuliwa makusudio ya Mungu. Nilikuwa nasoma habari za nabii Hulda wakati wa mfalme Yosia. Wale watu walisafisha hekalu, wakakikuta kitabu cha sheria za Musa. Wakalia kuomboleza, wakasema, Mungu, kwa hizi sheria tulizozisoma tumekukosea sana, tumefanya makosa mengi sana, tunaomba uturehemu. Ikaitishwa toba, watu wakafunga, wakamlilia Mungu. Yosia akaambia, nimesikia kuna nabii Hulda, nendeni kwa nabii Hulda kamuulize nini maana ya vitabu hivi tulivyovipata. You can read a Bible but you cannot understand the message of God. Wakamwendea Hulda, akamwambia, Hulda, tutafsirie vitabu hivi. Hulda akasema, sikiliza, Bwana Mungu wa majeshi anasema Israeli hautasalimika. Kwa sababu ya ukahaba na uzinzi na mambo yako machafu, Mungu amekufutilia mbali. Mungu atamuua kila mmoja kwenye hili taifa. Atawatawanya nyote. Lakini haya mambo hayatafanyika wakati wa mfalme Yosia, kwa sababu Yosia akampendeza Bwana. Ila yatakuja baada ya mfalme Yosia kuja. Naweza nikahubiri watu wakaona kwamba nahubiri habari za Mungu na neno la Mungu ambalo wao wanalifahamu. Na wanaweza wakawa wanalifahamu vizuri kuliko ambavyo mimi ninavyofahamu. Lakini naweza nikawa nawapa message tofauti na neno ambalo wanalisoma, na bado message imetoka kwa Bwana.
nyinyi hamtaelewa, na nitaongea kwa mafumbo kadiri inavyowezekana. Mpaka mtakapokuja kuyaona, mtajua kwamba Mungu wa Hosea alikuwa anazungumza na sisi siku ile. Tulichokuwa tunakiona ni Gomeri. Hatukuona wokovu ambao Hosea alikuwa anazungumza. Mmekaza sana kutafuta mbegu mbaya. Mungu anawatuma watumishi wake madazani kwa madazani, hamwasikilizi, mnaangalia mbegu mbaya. Tunamjua yule ni muongo. Niliendaga kanisani kwake akanitongoza. Niliendaga kanisani kwake akaniambia nitoe milioni. Na wewe unaamini? Utafumbuliwa macho lini kuweza kujua ujumbe wa Bwana juu ya maisha yako? Yes, unayemuona usoni kwako ni kahaba kwa tafsiri yako, lakini amebeba hatima ya uzao wako, amebeba hatima ya taifa lako, amebeba hatima ya kesho yako. Kahaba. Machoni kwako ni kahaba, ni Gomeri, ni mtu asiyefaa. Siku moja mtu kanipigia simu. Shalom baba, shalom, habari za uzima? Njema. Samani baba, namba yako kuna mtu amenipatia, ameniambia nikikupigia tu unaniambia matatizo yangu. Naambia hapana. Ikimpendeza Mungu atazungumza, na asipozungumza haijampendeza. Akanambia naomba nije nikuone. Nikamwambia sawa, karibu. Lakini baba, kuna kitu kimoja utanisamehe. Nikamwambia ndio. Akanambia siku hizi manabii wako wengi sana watu. Yaani sina uhakika kama anayekuja ni mtumishi wa kweli ama sio wa kweli. Maana na nyinyi watumishi mko wengi sana. Nikamwambia mama, amani ya moyo wako iamue ndani yako. Imagine unapewa namba ya mtumishi alafu unamuuliza mtumishi, wewe ni mchungaji wa kweli ama? Maana siku hizi mko wengi, yani hatuamini. Na sio mtu wa kwanza ambaye amewahi kutoa. Huyu angalau huyu alinitolea moja kwa moja. Lakini wengine anawaambiaga watoto wao. Wakienda kumwambia bwana twende tukupeleke kwa baba. Huyo baba yenu ni wa kweli, maana siku hizi wako wengi. Sio unamuona mtu anakuja pale unaongea naye anaanza kukuangalia macho, anaangalia kucha, unaangalia upande gani? Anatafuta ushetani ndani ya maisha ya mtumishi wa Mungu. Kitu gani nitakiona ni cha ushetani? Wakati naanza utumishi, Mungu aliniambia nataka uende uwe simple. Sitaki uonekane ni mtu wa mambo mengi. Kuwa simple. Ukiwa simple nitakutumia ninavyotaka. Ndio maana leo nimevaa suti tu kwa sababu ya harusi. Nyinyi waga mnielewi nikija nimevaa suruali ya kawaida, nimevaa shati la kawaida. No, mtumishi mbona hapendi mambo yale? Hapana. Nimeambiwa tu kuwa simple. Na ndio maana mnaweza mkaja hata mkanitania, lakini hamuelewi usimpo wangu una maana gani kweli. Hamuelewi mimi kuwa simple kuna hatari gani kweli. Sicheze na moto.
Sisemi kwa sababu najivunia. Ninasema kwa sababu ninauelewa ufalme ninaoutumikia. Machoni penu unaweza ukawa ni simple, lakini hauko simple namna hiyo. Baba, nimeokoka, nimeomba. Kajiulize maswali mawili. Kiburi kiko ndani yako? Unyenyekevu uko ndani yako? Hata mtumishi wa Mungu kuna maeneo bado anaondolewa kiburi. Anaweza akawa anapita na wewe unasema, mbona kama mtumishi anatembea kwa miguu? Mtumishi wa Mungu anatuombea sisi tupate magari, halafu yeye anataka tumtolee sadaka anunue gari. Lakini amesahau liko agizo katika Biblia ya kwamba na hizo sehemu za ng'ombe na mbuzi zilizonona wapeni makuhani. Hicho ndio chakula chao. Kazi yako wewe ni kupeleka chakula kwa kuhani, na kazi ya kuhani ni kukutamkia wewe neno. Sisemi kwa sababu nataka mnipe hela, nataka mnipe mafuta. Ninawafundisheni injili na unyenyekevu. Kuhani anaweza akaambiwa kaoe kahaba. Kuhani anaweza akawa amebebeshwa shida fulani, si kwa sababu hana Mungu ndani yake, kwa sababu ni maagizo, kwa sababu ya kusudi aliloitiwa, ndio maana anapita kwenye ile hali. Nabii Ezekieli, Mungu alimwambia kale mkate wa kuokwa kwa mavi, kachukue mavi, oka mkate. Akamwambia, Bwana, siwezi kula mkate wa kinyesi. Mungu akamwambia, basi kukusamehe na kukusaidia, kachukue mavi ya ng'ombe. Kwa sababu hivyo ndivyo ninavyotaka kuwafanya watoto wangu wa Israeli. Aliambiwa alalie ubavu mmoja sakafuni siku 40. Wewe umewahi kulala chini masaa mawili? Siku 40 kwa ajili ya Israeli. Nabii Isaya naye aliwahi kuambiwa kazae na kahaba. Anachokifanya Mungu na watumishi wake, mwachieni Mungu. Maisha ya mtumishi huyawezi hata kwa masaa 24, huwezi kuyaishi. Pamoja na shida zako ulizonazo, huwezi kuyaishi masaa 24 ya mtumishi. Hosea kaoa mwanamke kahaba. Mwanamke hajaacha kuvaa nguo za ukahaba, na Hosea hajamwacha. Lakini mngekuwa nyinyi unamkemea mke wako kila siku, ushinde kwa jina la Yesu, kwa moto wa Mtakatifu, kwa damu ya Yesu, roho ya ukahaba. Hapana. Hosea alijua hiki ni kikombe nilichopewa, lazima nikinywee. Haleluya. Ana watoto makahaba. Wewe ungepiga makwezi, ungechapa viboko, ungefukuza na nyumbani. Lakini kulikuwa na kusudi la Mungu katika wale watoto makahaba. Kulikuwa na unabii wa Mungu katika wale watoto makahaba. Mtoto wa mchungaji, usiingilie agano usilolifahamu. Usiingilie.
lakini na nyinyi tafuteni unyenyekevu. Kila mtu, kila mwanadamu, kuna namna ya Mungu kuondolea kiburi. Musa alioa mwanamke Mwafrika. Waisraeli wakasema, yaani wewe unatuongoza sisi, unatupa sheria kutoka kwa Mungu, unatuambia tusioe wanawake wengine, wewe umemwoa Mkushi, wewe sio nabii. Musa akashuka katika hema, akasema leo tujue ni nani ambaye Mungu anamsikiliza. Musa akasali, moto ukashuka katika hema takatifu. Akasema yeye ambaye anasema kwamba ana uwezo wa kuzungumza na Mungu na nilichokifanya mimi ni makosa, aingie mle. Yaani we Musa unatufanya sisi ni watoto, tunaijua hiyo, hatuingii. Bwana Yesu asifiwe. Musa akasema basi kama hamuingii, ardhi na ifungue kinywa. Ardhi ikafunguka, ikawameza wale watu. Pale pale dada yake akapata ukoma, na dada yake alikuwa ni nabii. Akapata ukoma, akalia. Mungu akamwambia, sijakupa ruhusa ya kumuongelea namna hiyo mtumishi wangu kama ulivyomuongelea. Akamwambia, mimi nazungumza na Musa moja kwa moja. Nyinyi mnanisikia mimi kupitia Musa. Sitaki mtu amuongelee Musa. Baadaye akamwambia Musa, mwekee mikono dada yako. Musa akaweka mkono, ukoma ukamuondoka. Lakini mke wa Musa ilikuwa ni mbegu mbaya katika taifa la Israeli. Na wao pasipo kujua, yule mwanamke ndio aliyeokoa uhai wa Musa. Kuna kipindi Roho wa Bwana alitaka kumuua Musa. Yule mwanamke akapata ufunuo kwamba Musa hajamfanyia tohara mtoto. Yule mwanamke alipomfanyia mtoto tohara ndio Musa akapona. Mbegu mbaya. Mungu akiweka mbegu mbaya ndani yako, usimkufuru Mungu, usimkosoe Mungu, usimkemee Mungu. Lakini pia ni ushuhuda. Katika mbegu mbaya ndipo ambamo mbegu mpya humea. Mbegu yoyote nzuri ikitupwa chini inaoza, inakuwa mbegu mbaya. Halafu baadaye inamea, inachanua. Nataka nikwambie matatizo uliyokuwa nayo ni mbegu njema, yanakwenda kuchanua mambo yaliyo mema katika maisha yako. Haleluya. Haleluya. Acha kulia leo kwa ajili ya mume wako. Mungu si kanipa mwanaume gani? Mungu si kanipa mtoto gani? Yaani Mungu bora angenipa sijui nini kulikoni hili toto. Mimi ningekuwa nimeolewa na fulani, maisha yangu yasingekuwa hivi. Kama iko ndani ya uwezo wako, badili. Badili. Katika wanafunzi 12 wa Yesu, mbegu mbaya ilikuwepo. Wakristo wote wanaichukia mbegu mbaya, lakini ndio iliyowaletea wokovu. Bila usaliti wa Yuda usingeokoka. Oh, yes. Ama nazungumza tofauti. Bila usaliti wa Yuda, wewe mbingu ilikuwa sio. Nataka nikufundishe, katika kila uzao wa binadamu iko mbegu mbaya. Lakini mbegu mbaya iko kwa ajili ya majira mema. Watu wanaweza wakakuona mbaya leo, lakini kesho ukawa mwema.
Hawakujua kwamba wewe ni mbegu mbaya itakayokuja kuzaa mema. Hivi kaka yetu alikuwa kipofu, ili ni wifi alijitolea wapi? Lakini umekula nyumbani kwake, dera amekununulia, kakupakisha kucha rangi. Alikuwa akimuita anayepaka kucha rangi, anakwambia na wifi yangu naye mpake. Kakutoa ushamba wa kijijini kwenu. Leo unaonekana na wanaume wa mjini kwa sababu wifi yako kakutoa ushamba, kakufuta jasho, kakutoa ile harufu uliyotoka nayo kijijini, lakini bado unamuona kama mbegu mbaya. Wengine mmesomeshwa, hujui wifi ndio alikuwa anamsii kaka yako chumbani, bwana dada yako mpeleke akasome, msaidie dada yako, mpe mtaji. Ataishi kwako mpaka lini? Ataolewa mpaka lini? Wifi amekufundisha kuosha vyombo, ulikuwa ujui. Kakufundisha kupika, ulikuwa ujui. Kakufundisha kupiga deki kwenye tiles, ulikuwa ujui. Leo unaenda kuolewa na mwanaume mwenye nyumba yenye tiles, mwalimu wako alikuwa wifi yako. Lakini wewe unamuona ni mbegu mbaya katika maisha yako. Kakaangu alikosea kuoa. Yaani katika wanawake hivi kakaangu sijui hakuona kabisa mwanamke. Subiri na wewe mbegu yako mbaya itakuja. Haleluya. Mbegu mbaya kwa waliookoka ni kwa kusudi la Bwana. Na kwa majira ya Bwana watamshukuru na kumwimbia Mungu nyimbo za sifa, nyimbo za utukufu. Kwa sababu wakati Bwana anafanya ulikuwa huoni, ulikuwa huelewi. Subiri Bwana atakapokamilisha. Iko mbegu mbaya katika hili taifa, lakini itakapomea na kustawi, kila mtu atampigia makofi Bwana. Kila mtu atamwambia mama yako, heri wewe uliyezaa kijana. Lakini kabla hujafika hapo, ulikuwa mbegu mbaya. Kuna watu wanakuja kanisani, usiseme huyu naye katokea wapi. Ukimwona Gomeri, ukawaona watoto wa Gomeri, ni kwa sababu ya nchi aliyoishi Gomeri. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kila mtu anamjua Gomeri wake. Kila mtu anamjua Gomeri wake. Kila mtu anamjua Gomeri wake. Nenda mbele za Bwana kaombe toba sasa.